Kwa kuna watu wengine, hawe mwanamke au mwanamume, anapokuwa msafi anakuwa anavutia. Hata wadada wanapenda wanaume wasafi. Watu wote, hata mwanamume naye unatakiwa uwe msafi. Umeamka asubuhi hata ukumbuke piga mswaki. Ukimwangalia mtu unaongea naye, meno miekundu, unaona vyakula vya jana vimejaa kwenye meno. Kama ulikula kesavu, marage na ukiongea naye hivi mimeno kabisa imevimba, vyakula imejaa ya jana. Sasa unasema huyu maana mke wake ako ni shida. Na wanawake wa namna hiyo, kamateni hao, wafundisheni hao wanaume zenu. Kubali tu mwanamke anaondoka apige mswaki, akirudi achukua mswaki kapige. Kuna vitu vingine ni mawasiliano. Sasa wewe usiumie kwa sababu ya tabia zake, kwa sababu ndoa inawakutanisha watu wenye tabia ngapi? Tofauti. Sasa wewe angalia, sikiliza, kapige mswaki. Simko ndani wenyewe, nani anawaona? Simko wenyewe. Mwenzangu unanuka kapo. Wewe unamsukuma mwisho wa siku anakuwa gari na waka moto anazoea. Usinyamaze kimya, unateseka. Wewe unateseka tu. Mwambiane ukweli, bwana mwenzangu kapige mswaki. Mchana kapige mswaki. Asubuhi kapige mswaki. Amerudi chukua mswaki kaoge. Bwana Yesu asifiwe. Wengine ni kuna uvivu hata kuoga, kaoge, maji yako bafuni. Kaoge. Wewe unapomsukuma mwisho wa siku anakuwa anazoea. Haya ni mawasiliano, Bwana Yesu asifiwe. Ili lengo nimesema ndoa iheshimiwe na watu wote, na malazi nayo yawe safi. Kitanda kiwe safi. Floor iwe safi. Mashuka yawe safi. Mili iwe safi. Kinywa iwe safi. Mdomo uwe safi. Sio nongo natoka kwa hewa sio ya kawaida. Tafikiri chatu, maana kama chatu yule anakulaga wanyama, akitaka kumpata mbwa anaachia mdomo hivi. Kuna harufu inatoka, mbwa anakuja huko mwenyewe. Sasa unanuka kinywa kama chatu. Utambusu nani? Bwana Yesu asifiwe. Na wengine, sikiliza, mie mabinti zangu, watoto wangu ambao nimefundisha ndoa hapa, na wengine msionyamazie kimya wanaume zenu. Mtu mdomo ananuka kama chatu, unanyamaza kimya, mwambie nenda kapige mswaki. Sio naumia tu, unanyamaza kimya tu. Umebaki na harufu tu, umebaki tu. Akimdea unasikia tafikiri katapika matapishi. Kumbe kinywa naongea na wewe. Mwambie kapige mswaki. Uwe safi. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa leo kila aliolewa hapa je mume wake wasikie. Kwa sababu kuna mambo mwanamume anapotembea, mwanamke anapotembea, kuna watu yule mke wa nani, yule mume wa nani. Kwa hiyo kuna namna kuaibishana. Kuna namna unavyokuwa. Kuna namna mwanamke unaibika, na kuna namna mwanamume unaibika kwa sababu ya mke wako. Jinsi alivyo. Mke wa nani yule? Yule mke wa Dominic. Yule mume wa Gile. Sikiliza. Kama kuna mapungufu, maana kuna kitu hapo anazungumza juu yako. Yesu asifiwe. Yaani ananuka mdomo hivi. Yaani ukiongea naye uwe naye mbali kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Ananuka. Tia harufu ya nini? Sasa wewe msikizane basi ndani, mwarekebishe. Na hiyo vitu vingine tengenezeni ndani mwenu. Kuna vitu vya kutengeneza, sio ibada yaanzie nyumbani, ibada njema yaanzie nyumbani, hata haya yaanzie nyumbani. Msipeleke aibu nje. Kama kuna mapungufu, msazishane huko ndani mlipo. Ikiwezekana chukua kapu lake, ingiza hivi, sikiliza. Sikiliza, ujihakikishe liko safi. Sikiliza, nusa. Nenda. Asipite huko na kuyanga vikwapo, vinaachia vikwapo nyuma vinanuka. Kuanzia sasa nataka kuona mabadiliko. Nataka kuona nini? Mabadiliko, watoto wangu. Uwe mwanamke au mwanamume. Nikiona mwanamume apigi mswaki anasogea mbele zangu, mimi nitakuta wewe mwanamke. Nitakwambia kwa nini mume wako ananuka mdomo? Kwa nini naona kabisa punje za jana za mahindi, kala mchicha jana, kala kisavu jana, nakuita. Utanieleza kwa nini? Hujamsimamia huyo. Kwa sababu wengine wanawake tunawaita mama. Ni mama, manake mwanamume anatakiwa lelewe pia. Na nani mlezi? Wewe ndio mama. Ametoka mama yake. Sema mwanamume atamwacha baba yake na wazazi wake na ndugu zake. Mwanamume anamwacha nani? Anatoka kwao. Alikuwa analelewa na mama na ndugu na madada. Anatoka kwa wazazi wake, sio anakuja kwa mwanamke. Sasa mwanamke ndio mama wa mwanamume.